katika bid'a al-munkara, katika bid'a mbaya kabisa katika mwezi huu wa Muharram, bid'atu allati yaktarifuha ash-shi'atu ar-rafidha, ni bid'a ambayo wanaichuma bid'a hii na kuifanya bid'a hii mashia marafidha. Zamani tulizungumza mashia katika miji yetu, ilikuwa unajua ni dini ya Wahindi wenyewe wachache kwenye maduka yao ya vitambaa, wana kimsikiti chao kidogo, wanakusanyika hapo na kula bagia zao, achari zao basi. Leo Shia ni dini kubwa hata kwenye miji yetu huku, Wasambaa, Wachaga, Wanyamwezi wako mashia golo tele, na katika miji ya Moshi viunga vyao vimeanza kuonekana. Wana vijumba wamenunua, wanaviita nasari, wana madarisi ndogo ndogo, wana misikiti. Watu hawa na wakubwa zao katika miji ya Ushia huko wanaadhimisha sana siku ya tarehe 10 ya mwezi huu wa Muharram, Ashura, Husainia, ni siku ya Husaini hiyo. Mashia wanaiadhimisha kweli kweli kwa kufanya maandamano, wenye wakiita maandamano ya amani, msururu wa watu kwenye nchi mbalimbali, na hapa Tanzania wanafanya, mashia wanafanya kwenye mikoa mbalimbali, wakiwa wamevalia nguo nyeusi, kanzu nyeusi au matisheti yale meusi yametiwa lebo hapa ya Hussein, wake kwa waume, wakubwa kwa wadogo, wakiwa na nyuso za huzuni, wengine wanalia, wamefiwa, ni siku waliodhulumiwa Hussein. Wamebeba mabango yenye jumbe mbalimbali za kuwalaani wale walioshiriki kumuua Hussein, hata wakiwalaani baadhi ya masahaba wa Mtume alayhi salatu wassalam. Maandamano haya yanaonekana, sikwambii kwenye hauzati, kwenye vituo vyao zinafanyika shughuli mbalimbali, hafla za kuiadhimisha siku hii. Na mashia wale wa huko mbali, wale wa Persia wenyewe, wao wanakwenda mbali zaidi, wanajiumiza miili yao, wanajitia visu, jikata kweli kweli. Wanaonekana mkifuatilia mitandao ya kijamii, watu wanajitia visu, wanajitoboa, wanamwaga damu. Wanafanya hivi kwa sababu wanaadhimisha ile damu iliyomwagwa kwa dhulma ya Hussein, na wao wanamwaga damu zao kuitukuza damu ya Hussein. Hao mashia wa huko mbali, uko Upeshiani, mashia wa Kiarabu wanajikata. Sijaona hawa huko kwetu, hawa Wasambaa wao kupokea nyama tu na matisheti. Sijaona kama kuna Shia Mnyamwezi kajikita kisu, mtaniambia nyinyi, lakini wenzao wanafanya huko, na pengine itafikia huko tatokea mwehu mmoja atajikata tu. Hii ni bid'a. Sherehe hizi za bid'a, ulama wanasema bid'a za Muharram ni pamoja na kinachofanywa na mashia ar-rafidha katika siku ya Ashura, haithu akhraju Ashura an shukri llahi linajati Musa alayhi salam waja'aluhu mutaalliqan bimaqtal al-Husayn. Watu hao wameitoa siku ya Ashura, wameitoa katika maana yake kwamba Ashura ni siku ya kufunga kumshukuru Allah kwa kumuokoa Musa na watu wake na kumwangamiza Firaun. Mashia hawa wameitoa siku hii katika maana hii na kuipeleka eti kwenye jambo linalofungamana na kuuawa kwa Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma. Ni kweli sisi ahlus sunna pia hatukubaliani na alivyouawa Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Qutila madhluman radhiyallahu ta'ala anhu, ameuawa hali ya kuwa mwenye kudhulumiwa. Waqatalahu al-fajara min ar-rawafid abna'u al-majus, waliomuua ni waovu washenzi kabisa. Tena katika hawa mashia, watoto wa Mayahudi, watu wa Makr, ndio waliomhadaa Hussein na wakamuua. Na haya maelezo yanatolewa kwa hujja na ulama ahli sunna. Msome Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika Minhajus Sunna uone wao ndio waliomuua. Sisi haturidhiki na yoyote yule aliyemuua Hussein, na tunamchukia lillahi. Na Hussein ni as-sahabiyul jalil, mtu bora mtukufu
min ahli baiti rasulillah alayhi salatu wassalam, bali Hussein katika waliobashiriwa janna. Hili ndio ambalo latupa moyo. Qataluhu wa huwa min ahli aljanna radiyallahu ta'ala anhu. Al-Hasan wal-Hussein sayyida shababi ahli aljanna. Tunasema Hasan na Hussein wajukuu zangu hawa ni mabwana wawili wa watu wa peponi. Al-Hussein ni mtu wa janna. Pamoja na sisi kukerwa na tukio hili, wanachokifanya mashia hakijafundishwa. Hawa sasa wamegeuza, badala ya kufunga kwenye siku ya Ashura kumshukuru Allah, wameifanya Ashura ni mutaalliqan bilhuzni, ni siku ya huzuni, wanuwahi, siku ya kuomboleza, wallatmi, wanajipiga miili, wasurahi, wanapiga mayoe, walbuka, ni siku ya kulia, bali wajarhi alajsadi, wameigeuza siku hii ya 10 ya Ashura ya Muharram, yaumu Ashura, ni siku ya kujijeruhi, wanajichana miili yao. Wa isalati dimai sighari wal kibar, wameifanya ni siku ya kumwaga damu za watoto wadogo na watu wakubwa kwa kujipiga miili yao na kujijeruhi kwa visu na mapanga. Na kwa sababu ya utandawazi hivi sasa haya matukio yanashuhudiwa sana. Wewe tizama tu, wewe angalia tarehe 10 ya Muharram, angalia mitandao ya kijamii uone wanachokifanya mashia, namna wanavyojiumiza na wanadhihirisha mfadhaiko, na wanaimba kasida mbalimbali za huzuni. Wana kasida zao zile kama vile kwaya, wanaziimba wakiwa wanalia, wanayumba, wakihuzunika. Hadha kullu, maulama wanatuambia mambo yote haya yanayofanywa na mashia na wale ndugu zao, maana mashia wana ndugu zao masufi. Wale masufi, wale makhurafi, watu wa maulidi, wengi hawakubali ushia, lakini ni yale mapenzi ya kupenda wali na kupenda kitonga. Maana kwa mambo ya ufadhili mashia wako mbele. Kama unavyoona system za Mayahudi, utapigwa ufadhili mpaka ujisahau, huambiwi kuwa Yahudi, unafadhiliwa tu, mwenyewe utajipeleka kama mbwa aliona chatu. Ndio makhurafi wanavyofanywa, michele, nyama, taratibu. Vijana wao ndio wenye kuingia kwenye ushia, vijana wa kisufi wale wapiga dufu ndio wenye kuongoza kuingia kwenye ushia. Angalia hapo kwetu Uswahilini hapa, angalia palivyomalizwa, ni wale vijana wa familia za kisufi na watu wajinga wala mirungi ndio waliobebwa na mashia, sio watu wenye kufuatilia dini kwa sababu ya maslahi, nyama, michele, nguo, lakini si kwa hujja. Sasa ndugu zangu, mambo haya yote yenye kufanywa na mashia na washirika wao, min afhashi dhunub, ni katika madhambi machafu zaidi, wa akbaril muharramat, na ni katika mambo ya haram. Itoshe tu hili jambo wanalofanya la kujiumiza, hilo tu Allah subhanahu wa ta'ala kupitia mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tumeharamishiwa kuomboleza kwenye misiba yetu, tukapiga mayowe, tukazungumza maneno ya kufran, na tumekatazwa kujipiga miili yetu. Fa inda al-Bukhari, riwaya mnaijua katika sahih Bukhari, Mtume alayhi salamu anasema, laisa minna man latama al-hudud, si katika sisi mwenye kujipiga mashavu yake eti kwa sababu amefiwa, wa shaqqa al-juyub, na mwenye kuchana kola akachana nguo zake, wadaa bid'awa al-jahiliya, na akapiga mayowe kwa mayowe ya kijahilia, huyo si katika sisi. Mashia na vibaraka wao wanayafanya yote haya na zaidi ya haya, bali wanafanya na dhulma, wakinasibisha mauaji ya Hussein kwa ahli sunna, na wakiwatukana masahaba wa Mtume alayhi salam, na wengine wakiwa wameandaa vibonzo wakiwakejeli masahaba Abu Bakarin, Umar, Uthman. Wanafanya dhahiri shahiri, na hawa mashia wa Tanzania wanazungumza wazi wazi wakiwatusi masahaba hawa. Clips zao zimejaa kwenye mitandao, na hivi sasa wanafanya matangazo kwenye redio zao, magazeti yao, wakiwaalika waislamu mbalimbali kushiriki maandamano ya amani ya Ashura ya tarehe 10 ya Muharram.
wanatangaza tayari, na watu wanaalikwa, na pana wajinga wengi wanakwenda, hawajui hili jambo la kimakosa, ni jambo la bid'a. Yako mengi, tumesema tugusie haya machache kwa munasaba wa masiku haya.